Wakati wewe unatumia nguvu zako, muda wako na hata pesa kuwekeza katika kuponya majeraha ya nafsi yako, narcissist yuko bize katika kutafuta chanzo kingine cha kumpatia nguvu. Narcissist hana muda wa kuponya majeraha yake, wala haoni kama kuna haja yeye kuponya majeraha. Narcissist ni mtu aliyejeruhika vibaya mno, lakini amechagua kuyafanya majeraha yake kuwa utambulisho wake na kuwaumiza wengine kwa manufaa yake ya kimwili, ambayo kiuhalisia sio manufaa halisi. Ndio maana narcissist ni mtu asiyekuwa na hali ya kujiamini, ni mtu ambaye anajiona hayuko salama, na ndio maana mara zote anawakanyaga wengine, anawatumia wengine na kuwachezea wengine akili na kushusha thamani ya watu wengine ili aweze kujiona yuko salama. Kwa sahau kwamba narcissist atabadilika, kwa sababu huwezi kuona mabadiliko usipowekeza. Kuna kanuni ya fizikia inaitwa kanuni ya entropy, kwamba hali ukiacha vile vile ilivyo itaendelea kuwa mbaya zaidi mpaka utakapoweka nguvu ya kubadilisha, ndio hali itabadilika. Kwa mfano, kama umetoka katika mahusiano ya unyanyasaji, kutoka kwenye familia na mahusiano ya kimapenzi, nafsi yako imeumia, nafsi yako imejeruhika. Hauwezi kurudi kwenye hali yako ya kawaida usipowekeza nguvu, muda kwa ajili ya kupona. Lazima ujifunze, lazima uwe tayari kufanya mazoezi unayopewa kufanya, ukubali kuvumilia maumivu unayoyapata. Huo ni uwekezaji ambako baadaye unaweza kutibu majeraha, na ukitibu majeraha yako utakuja kushukuru, kwa sababu maisha yako yatakuwa bora mara mbili. Kwa sababu uzoefu ulioupata kutoka katika mahusiano ya narcissistic ni uzoefu mkubwa sana ambao mwanadamu anaweza kaupata katika sayari hii dunia. Ndio maana kuna watu wengi mpaka wanaondoka kwenye maisha yao wanakuwa hawajui kama wapo katika mahusiano na watu wa namna hii, manipulators, watu wenye kuchanganya na kutumia akili za watu wengine kwa manufaa yao wenyewe. Kwa hiyo narcissist yeye hayuko tayari kuwekeza. Kwa hiyo kwa mfano, mnapokuwa katika mahusiano na narcissist, sasa ya kimapenzi nazungumzia, kumbuka hauko peke yako, kuna mtu mwingine. Yaani aidha moja kwa moja ambaye atakuwa yuko naye kwenye mahusiano. Kwa narcissist wengi lazima awe na mtu mwingine pembeni ambaye anakuwa naye kwenye mahusiano mbadala wako kumpa nguvu. Lakini kuna wengine, kuna narcissistic wengine anaweza asiwe moja kwa moja na mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine, akiwa na wewe kwa muda fulani kama bado una nguvu ya kutosha ya kumpa, ila anachokifanya anakuwa anamkuza mtu mwingine mbadala wako, anamgroom tunasema. Kwa sababu anajua wakati wote likibuma, utakavyokuwa unaishiwa nguvu, utakavyoona unataka kuzirejesha nguvu zako, unaona kama huyu mtu anakunyonya, yamekuwa mahusiano upande mmoja, basi iwe rahisi yeye hata akikutupa kuna mtu ambaye tayari yupo. Au wewe kama ukiamua kujiondoa kuna mtu tayari yuko. Ndio maana kuna wale watu unashangaa umeachana na narcissist, asubuhi jioni unasikia kuna mtu mwingine ameingia ndani ya nyumba. Sio, unaelewa? Hana muda wa kupona, hana muda wa kuponya majeraha, hana muda wa kujiangalia juu ya tabia zake na madhara aliyoyapata. Yaani mtu yote wa kawaida, kama mahusiano yakivunjika, mahusiano yoyote yakivunjika, lazima ukae chini ujiakisi. Okay, amevunjika huyu mtu, mimi nilikuwa naona na makosa haya na haya, lakini mpaka hapa ameondoka, mpaka tumeachana. Je, mimi na mchango gani kwenye hili? Unapiga mahesabu, unaangalia, unajikagua, unafanya tathmini. Au labda pia na changamoto gani ndani yangu ambayo imefanya kupelekea hali hii iliyotokea? Maanake uponyaji unaanzia pale kwenye kufanya uakisi, na kufanya uakisi binafsi na kujitathmini wewe mwenyewe, na ndipo unaanza kufanya yale mambo ambayo yanahitajika ili kupona. Sasa narcissist hayuko tayari kujitazama, hayuko tayari kujiona. Yeye anakuona wewe ni kama kifaa tu, kwamba okay, ulikuwepo, sasa umeondoka, kifaa kingine kinakuja. Yaani kama mtu ambavyo unapoteza gari, unapoteza nguo, nimeitupa hii na nunua nyingine. Lakini binadamu ama mtu huwezi kumlinganisha na kitu. Mnapoachana, hata vitu tu vya kawaida, wakati mwingine kuna kuhuzunika fulani, unaweza kuhuzunika kama kitu umekizoea. Lakini binadamu ni zaidi. Unapotengana na binadamu, na hasa katika hali ya maumivu, sio hali ya kawaida, kuna majeraha ambayo unakuwa nayo. Ili uweze kurejea kwenye maisha yako ya kawaida, lazima uyaponye yale
majeraha. Usipoponya yale majeraha utakuwa unatembea kwa kuchechemea. Watu wengi wanatembea kwa kuchechemea, kama ambavyo narcissist mpaka amegeuka sasa, ameamua na yeye kuwalemaza wengine ili ionekane kwamba kuchechemea ni kitu cha kawaida kwa watu wote, kwa kuwaumiza. Lakini kiuhalisia, unapotoka kwenye mahusiano yoyote, hata kama sio ya kinarcissistic, uponyaji haukwepeki. Kuomboleza, omboleza, fanya tathmini, hapo ndipo sasa unaweza ka move on. Sio tumeachana na mtu leo, baada ya wiki moja uko na mtu mwingine. Unaelewa? Na watu wengine wengi, sikia, wengine mmegeuzwa na narcissistic people kuwa watu ambao ni tofauti na utambulisho wenu ulivyo, tofauti na utambulisho wako ulivyo. Kwa mfano, wewe ni mtu ambaye labda unasema mimi nataka nitulie na mahusiano yangu, lakini narcissist anaanza kuwa na mahusiano na watu wengine, alafu unagundua kwamba huyu ana mahusiano na watu wengine, alafu unasema hivi, ngoja nimkomoe, ngoja na mimi niwe na mahusiano na watu wengine. Kumbe unafanya vile unazidi kuongeza kidonda, kwa sababu wewe ile sio sifa yako. Kwa narcissist yeye ni kawaida. Yaani kwa narcissist awe na wewe kwenye mapenzi, alafu awe na mtu mwingine naye anashare naye hisia za kimapenzi, sio tatizo. Lakini kwa wewe hapo ambaye una utu, unathamini, unapokuwa na mapenzi na mtu unatambua uthamani wake, na labda kama mwe mmekubaliana kwamba yeye kwenye mahusiano yetu haya tuko free, kama mmekubaliana sawa. Lakini kama unajua mjakubaliana, mmesema kwamba mimi nitakuwa nikikutazama wewe katika haya mahusiano, lakini narcissist anakufanya wewe uone kwamba sasa okay, namkomesha yeye, ngoja niingie kwenye mahusiano na watu wengine, ngoja nianze kuchepuka. Kumbe kwa kufanya vile unafanya tofauti na takwa la nafsi yako, kwa unazidi kujiongezea maumivu mara mbili. Ndio maana unakuta ile raha yenyewe, furaha yenyewe haipo. Sasa unaanza kuwa mtumwa wa kujipoozesha kupitia mapenzi, kupitia ulevi wa namna mbalimbali, uraibu wa namna mbalimbali. Kuangalia ili kuweza kuyapata maisha yako kuwa huru, safari ya uponyaji haikwepeki. Ili kuweza kuyapata maisha yako kuwa huru, safari ya uponyaji haikwepeki. Ukijihisi unahitaji kuanza safari ya uponyaji, nitafute na kusaidia katika uponyaji wa nafsi yako kwa kubook session, kwa miadi maalum. Kwa hiyo ukihitaji hiyo huduma, nenda kwenye bio yangu pale, utaona kuna link ya WhatsApp, yatumie message na uwe kweli umejiandaa kwa ajili ya kufanya session. Pia kuna group, tunaanza tarehe 2 mwezi wa 3. Kwa ukihitaji kuingia katika group la uponyaji, pia karibu.